Mheshimiwa Mbunge, shule ya sekondari ya wavulana Busokelo tuna changamoto ambazo zinatukabili kama ifuatavyo. Moja, ukosefu wa bwalo la chakula. Mheshimiwa Mbunge, changamoto hii inaathiri afya ya wanafunzi kwani shule ipo ukanda wa mvua kwa kipindi kirefu kwa mwaka. Hivyo wanafunzi ukosa sehemu tulivu wakati wa chakula. Utatuzi. Shule ya sekondari ya wavulana Busokelo tunaendelea kuomba serikali na wadau mbalimbali wa elimu ili waweze kutusaidia kutatua changamoto hii, ikiwa wazazi wa wanafunzi wanaendelea kuchangia ununuzi wa turubai tenti kwa ajili ya kuwahifadhi wanafunzi wakati wa chakula kwa muda. Changamoto ya pili ni ukosefu wa nyumba za walimu. Changamoto hii inaendelea kuathiri utendaji wetu wa kila siku, kwani pamoja na jitihada za walimu kuweza kuwasimamia wanafunzi usiku na alfajiri, bado wanafunzi usiku wanabaki peke yao, kitu kinachoathiri malezi, usalama na ustawi wa mwanafunzi pale wanapopata changamoto usiku wa manane na kukosa mwalimu yeyote maeneo ya karibu. Utatuzi. Shule ya sekondari ya wavulana Busokelo tunaendelea kuomba serikali na wadau mbalimbali wa elimu ili kuweza kupata fedha kiasi cha milioni 85,350,000 kwa ajili ya umaliziaji wa boma la nyumba ya mwalimu. Changamoto ya tatu, ukosefu wa chumba cha kompyuta. Changamoto hii ina athari kubwa sana kwa wanafunzi kwani wanakosa kupata ujuzi zaidi ya nukuu wanazopewa na walimu pamoja na maarifa ya kwenye vitabu. Hii inapunguza ufaulu wa mwanafunzi kwani ni matumaini yetu kuwa kupitia kompyuta mwanafunzi anapata maarifa mengi zaidi kuhusu mada anazofundishwa. Utatuzi. Shule ya sekondari ya wavulana Busokelo tunaendelea kuomba serikali na wadau mbalimbali wa elimu ili kuweza kupata maabara ya kompyuta ili wanafunzi wapate elimu inayoendana na mtaala. Changamoto ya nne, Mheshimiwa Mbunge, upungufu wa mabweni. Shule ina upungufu wa mabweni matatu. Hii imeathiri sana utendaji wa shule na kufanya mwaka 2026 kupokea wanafunzi wachache sana ambao ni mkondo mmoja wenye wanafunzi 40, ikiwa wanafunzi waliohitimu kidato cha 4 mwaka 2025 walikuwa ni wanafunzi 102. Utatuzi. Shule ya sekondari ya wavulana Busokelo tunaendelea kuomba serikali na wadau mbalimbali wa elimu ili kuweza kupata fedha kiasi cha shilingi milioni 83,203,008 kwa ajili ya umaliziaji wa bweni. Mheshimiwa Mbunge, shule ya sekondari ya wavulana Busokelo bado tuna changamoto nyingi sana ambazo zinaendelea kutukabili kama vile ukosefu wa miundombinu, hasa madarasa, store, maktaba, jengo la utawala na upungufu wa walimu. Hivyo tunaendelea kuomba serikali na wadau mbalimbali wa elimu ili waweze kutusaidia kutatua changamoto hii. Maombi yetu, Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mbunge, shule ya sekondari ya wavulana Busokelo kwa unyenyekevu wa hali ya juu sana tunaomba msaada wako katika upungufu wa mabweni. Changamoto hii tumeipa kipaumbele sana kwani inaathiri ustawi wa shule ikiwa shule ni wanafunzi. Kupungua kwa idadi ya wanafunzi kunadhoofisha utendaji kwani wanafunzi wakiwa wengi hasa wanaotoka nje ya halmashauri wanaongeza chachu katika ushindani wa ufaulu. Nilikuwa na kiongozi wangu nikiwa kipindi kile nikiwa mkurugenzi wa halmashauri. Alikuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, anaitwa John Mongera. Ilikuwa ukisema ukianza kumwadisia changamoto hasa nimekusikia, basi endelea kupambana angalau kuzipunguza kwa sababu hata zikiisha hata wewe mkurugenzi hapa tutakuwa tukuhitaji. Kwa sababu utakuwa wa kazi gani sasa? Hakuna changamoto. Lakini alichokuwa anajaribu kuniambia ni kwamba changamoto ziko pale, yani watu wenye intelligence minds kuzisolve. Na ndio maana na nyinyi mnazitaja kama changamoto. Hamjaziita matatizo au vikwazo. Ni changamoto ambazo tunaona ni jinsi gani tuweze, na leo mnaniambia ili kunishirikisha na mimi kuona jinsi gani tunaweza tukatatua changamoto za Busokelo Boys. Na mimi nataka niwaambie, bahati nzuri umenipa hii karatasi, nitatembea na hii bahasha kila sehemu. Mimi ni mbunge wa Busokelo. Siwezi kutatua kila kitu, lakini nataka niwaambie hii Busokelo inao watu wengi sana kwenye nyanja mbalimbali za biashara, za kiutumishi, za nini. Kwa hiyo mimi nitatembea na hii karatasi, nitakuwa naweka tiki. Nasema hawa wameniambia hivi, tukimaliza kimoja tunatiki, tukimaliza kingine tunatiki, lakini wahakikishie changamoto mlizonazo mimi nitazibeba kwenda nazo serikalini na kila sehemu ambapo tunaweza kuzishughulikia. Kwanza niwahakikishie sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunasukuma mbele dhamira ya serikali ya kuifanya Busokelo Boys inakuwa shule high school. Kwa hiyo tunafanya hilo, na nataka niwahakikishie hilo tutalifanya na tutalifanikisha ndani ya muda mfupi, kwamba Busokelo Boys
na Busokelo Girls sasa ziwe ni shule za high school, kwa sababu tunaamini kwamba kwa mazingira mliopo na kwa hii mandhari iliyopo, kila mmoja anatamani, na wenzetu hata watu wa TAMISEMI wanatamani na wenyewe kwamba hizi shule, mimi nasema hivyo kwa sababu nimeongea na viongozi, nimeongea na mheshimiwa waziri, na yeye pia anatamani kwamba shule hii iwe sasa shule ambayo inachukua na high school. Kwa hiyo naamini kwamba ninyi walimu mliopo na walimu wengine watakaoletwa mtafanya kile ambacho mnakifanya katika O-level kwenye ngazi ya advanced level, ili kuendelea kuipepeza bendera mlioiweka hapa Busokelo, ya kwamba Busokelo ni moja kati ya shule ambazo zitakuwa zinafanya vizuri sana. Kwa hiyo nao uhakika tumeshazungumza na wenzetu wa TAMISEMI, wanakusudia kuleta mabweni hapa na ni mabweni mengi, na uhakika angalau sio mabweni chini ya 4 kwa muda mfupi, tunataka tuje tuyalete hapa Busokelo Boys. Watoto wetu wanapata mazingira mazuri ya kusoma, na nitaondoka hapa nitamkumbusha mheshimiwa waziri jambo ambalo tumeambiana kwamba lile jambo tulikuwa tunanong'ona, walimu pia wamenikumbusha. Kwa hiyo ndugu zangu, niwahakikishie kwamba serikali imeweka jicho kubwa sana hapa Busokelo Boys. Nataka niwaambie, hii nchi kwenye shule zilizofanya mtihani wa kidato cha 4 zinakaribia shule karibu 9,000. Lakini nataka niwaambie shule yenu hii ni miongoni mwa shule ambazo zimefanya vizuri sana. Nilikuwa napiga hesabu kama sijakosea 162. Sasa katika shule 9,000 zote, mimi sijasema sio zile nyinyi mnasemaga ile sio za private za zote, na hapa Mbeya tumezima zote. Na hii na mkuu ameniambia kwamba yani hizi shule za Mbeya nazionea huruma, kwa sababu hawa vijana nilionao wa mwaka huu kwa maelezo aliyosema, natamani ningeingiza natamani ningeingiza guest za mwalimu wakati ananiambia hawa yani nawaonea huruma sana, watasubiri sana, kwa sababu tuna mpango wa kuhakikisha kwamba tunafuta hata division 2. Sasa nikasema mwalimu, nikawa nikimwangalia mwalimu, sasa mwalimu ana hatari sana. Lakini nataka niwaambie, hiyo ndio njia pekee ya kujitambulisha, na hiyo ndio njia pekee ya, kwa hiyo mwalimu, mimi niwahakikishie hayo matatizo ya mabweni mimi nimekwenda nayo mbali sana, na ninao uhakika, kwa sababu serikali pia nao uhakika kwamba ndani ya muda mfupi tutaona ni jinsi gani ya kuweza kutimiza hiyo haja ya mabweni. Juzi nilikuwa na kikao cha mfuko wa jimbo. Mfuko wa jimbo wameniletea ombi kupitia kwenu na mkurugenzi mtendaji, na nimeridhia fedha za mfuko wa jimbo milioni 20 ziletwe hapa kumalizia hilo bweni. Tunafanya hayo kwa sababu tunaona kwamba pale kuna kazi na watoto wamesema hawako kwenye mazingira mazuri, sisi hatuwezi kukubali. Kwa hiyo mfuko wa jimbo tumeridhia milioni 20 zije hapa Busokelo Boys kwa ajili ya kufanya vina, na mfuko wa jimbo ni mfuko wa fedha za kuchochea maendeleo. Sisi hatufanyi, tunachochea, tunatoka hela kidogo kidogo. Najua ipo changamoto hapa ya jinsi gani, kwa sababu kwa uendeshaji wa Busokelo Boys ulivyo, najua kwamba kulikuwa kuna michango ile ya hostel na nini, ilikuwa inasaidia vitu vingi sana. Na sasa hivi tumepata zuio la kwamba tusiweke watoto wengi hapa. Na hilo zuio mimi kwa kiasi fulani limenisikitisha, lakini limenifurahisha. Manake ni zuio linalotokana na mahitaji. Kwamba sisi sasa mahitaji tumezuia. Kwa hiyo sisi manake viongozi ni lazima sasa tukae chini tuone namna gani tunakabiliana, kwa sababu zile fedha mkuu wa shule alikuwa ananiambia kwamba tumepata changamoto, lakini tutaona jinsi ya kufanya. Akaniambia kwenye fedha zile ambazo tulikuwa tunapata za watoto wakija, basi kwa tunaweza kuboresha mambo mengine hapa shuleni mbali ya chakula, ikiwepo hata kutoa motisha za walimu. Na ameniambia sasa tunapata changamoto kwa sababu ya idadi ile ya walimu na mambo yalivyokuwa yanakwenda. Kwa hiyo najua kwamba zinaleta usumbufu. Mimi ninachotaka ni kuhakikishie viongozi tunajaribu kukaa na niwaambie tu pia, hata mkurugenzi anaifuatilia kwa karibu shule hii. Juzi tulikuwa naye Dodoma, lakini alikuwa anajaribu kunieleza changamoto zilizoko hapa Busokelo Boys. Kwa hiyo bado sisi kama viongozi tutaona namna gani jinsi ya kushirikiana na walimu tuweze kutatua hizo changamoto mlizonazo. Mmesema kwamba kuhusu chumba cha TEHAMA, basi tupokee kama maombi yenu, lakini wakati mnaendelea kutafuta chumba cha TEHAMA, mimi basi niseme tu kwamba mimi nitajitahidi kuona na mimi nawaunga mkono kupitia ofisi ya mbunge. Mimi pia nitachangia hapa angalau kompyuta 10 la tunaweza tukasogea na niseme tu, mkuu wa shule leo hapa nitakukabidhi 5. Kuna 5 nyingine ambazo zinaingia kule baada ya muda mfupi, ndani ya wiki 2 watakuletea 5. Lakini lengo letu ni kusupply kompyuta 20 kwenye hii shule ya Busokelo Boys. Ili
pia tuweze kupata hizo kompyuta na muweze kuwafundisha. Lakini mkuu wa shule, kompyuta au hizi laptop ninazowapa, tumeweza kuomba wako wenzetu wataalamu wa TEHAMA kutoka TCRA wameweza kutujazia digital contents zote kwenye laptop hizo ambazo zitawasaidia sana kuwafundisha watoto.